Majina yangu naitwa Mchungaji Joseph Gabriel Marwa, katibu mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God. Napenda kukujulisha kwamba tuna conference moja ya baraka sana hapa katika mkoa wa Arusha inayofanyika hapa katika chuo chetu cha National Northern Bible College, na tuna watumishi wa Mungu hapa takriban 1000 waliotoka katika majimbo yetu ya mkoa wa Arusha, na kuna mafundisho maalum kwa ushirikiano wa ofisi kuu na 414 Window. 414 Window ni huduma inayoongozwa na Mchungaji Kim, ambaye yeye kwa asili ni Mkorea lakini kwa sasa anaishi Marekani, na amefanya kazi na kanisa la TAG kwa muda sasa, na alifika Dodoma wakati wa uzinduzi wa huduma yake Tanzania na baadaye kule Dar es Salaam, na amefanya conference kadhaa kule Dar es Salaam akitembelea shule za msingi na kusaidia uchimbaji wa visima na kufanya conference za huduma ya mtoto pamoja na wachungaji. Na zamu hii sasa yuko hapa Arusha akishirikiana na kanisa letu kwa ajili ya kuhuisha huduma ya mtoto katika mioyo na maisha ya wachungaji na makanisa yaliyoko katika eneo hili. Takwimu zinatuhimiza, takwimu za sensa ya mwaka 2022 za taifa, ambapo tuliunda kamati maalum ya kutafsiri hizo takwimu, na tukagundua kwamba 76% ya Watanzania ni vijana na watoto chini ya miaka 35. Tulipofanya utafiti zaidi tukagundua katika kundi hilo kati ya mwaka 0 mpaka miaka 14 ni 43%, ambayo ni karibia nusu ya Watanzania, na kutokea 15 mpaka 35 ni 33%, ambayo ukifanya jumla inakuja 76%. Hii ni kundi kubwa zaidi, na kwa hiyo tumeweka mkakati maalum ya kuwekeza kwenye kundi kubwa la Watanzania na kuhakikisha kwamba kanisa linaweka mkazo wa ziada wa kumsaidia mtoto, kwa sababu ukifanikiwa kumjenga mtoto una fursa ya kizazi kijacho cha watu wanaoamini. Tumejifunza pia katika mataifa mengine mbalimbali kama mwalimu alivyokuwa anafundisha ya kwamba yale mataifa yalikuwa na uamsho mkubwa sana hapo awali na hawakuwekeza kwenye huduma ya mtoto. Walipokuwa watu wazima walipoteza jumuiya ya watu wanaomcha Mungu, kwa sababu wale walikuwa wanamcha Mungu hawakuwepo tena, na makanisa yakauzwa na wakapoteza fursa ya kizazi kijacho kinachomwamini Mungu. Sisi Tanzania hatuko tayari. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya hatima ya Tanzania katika swala la imani, tunataka kumwandaa mtoto awe kizazi bora kinachomcha Mungu cha baadaye kwa ajili ya imani, lakini pia kwa ajili ya taifa letu. Na kwa sababu hiyo tunafanya kila jitihada ya kuwekeza katika mafundisho na kuinua uhai wa mafunzo ya watoto kupitia wachungaji na huduma za watoto katika makanisa yetu. Na hawa 414 Window ni watu waliojikita katika kumsaidia kizazi cha kati ya miaka 4 mpaka miaka 14 ya katika jamii mbalimbali duniani, na sisi tulipokea huduma hiyo na tunafanya kazi nao. Tayari imeanza kuleta matokeo makubwa katika kanisa letu katika jina la Yesu.